Zahmidi TV. Nepal yakumbwa na maafa makubwa, mafuriko ya ghafla yageuka janga la kihistoria. Tarehe 26 Agosti mwaka 2026, eneo la Himalaya lilikumbwa na tukio la ghafla lililobadilisha maisha maelfu ya watu ndani ya muda mfupi. Maji, mawe, matope na vipande vya barafu vilishuka kwa nguvu katika maeneo ya kaskazini mwa Nepal karibu na mpaka wa Tibeti, yakisomba nyumba, barabara, madaraja na miundombinu muhimu. Hili halikuwa mafuriko ya kawaida, lilikuwa ni flash flood lililohusishwa na kuporomoka kwa barafu na miamba katika eneo la Himalaya. Maafa yaligusa zaidi eneo la Rasua kaskazini mwa Nepal karibu na mpaka wa Tibeti. Nguvu kubwa ya maji na mabaki ya miamba iliyoshuka kupitia mabonde na mito ikasababisha uharibifu mkubwa katika maeneo yaliyokuwa karibu na mkondo wa maji. Kwa upande wa Tibeti, eneo la Jiron pia liliathirika vibaya. Ripoti za awali zilieleza kwamba tukio hilo linahusisha kuanguka kwa sehemu kubwa ya barafu na miamba kutoka maeneo ya juu ya Himalaya. Kwa mujibu wa taarifa za tarehe 27 Agosti, idadi ya vifo ilikuwa imefikia zaidi ya watu 160, huku zaidi ya watu 1000 wakiwa bado hawajulikani walipo. Miongoni mwa waliopotea walikuwa raia wa Nepal pamoja na wageni kutoka nchi mbalimbali waliokuwa wakisafiri katika eneo hilo, wakiwemo watalii na mahujaji waliokuwa wakielekea maeneo ya Tibeti. Nguvu ya mafuriko ilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Hali hii ilifanya kazi ya uokoaji kuwa ngumu zaidi kwa sababu baadhi ya maeneo yalikuwa yameathirika kabisa na njia za kawaida za kufikia huko zilikuwa hazipo tena. Jeshi la polisi na vikosi vya uokoaji vilianza operation kubwa ya kutafuta manusura na watu waliopotea. Helikopta zilitumika kuwafikia baadhi ya watu waliokuwa katika maeneo ambayo barabara zilikuwa zimeharibika. Lakini mazingira magumu ya milima, matope, mito iliyofurika na miundombinu iliyoharibika iliendelea kuwa changamoto kubwa kwa uokoaji. Wanasayansi wanaangalia pia nafasi ya mabadiliko ya tabia nchi katika kuongeza hatari za matukio kama haya. Himalaya inapitia ongezeko kubwa la joto ambalo linaweza kuongeza kuyeyuka kwa barafu na kufanya baadhi ya maeneo ya milima kuwa hatari zaidi. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba si sahihi kusema tukio hili lilisababishwa na mabadiliko ya tabia nchi pekee. Ni tukio changamani linalohusisha hali ya barafu, miamba, maji, jiografia milima na hali ya hewa. Janga la Nepal ni ukumbusho mwingine wa nguvu kubwa ya mazingira na hatari zinazoweza kutokea katika maeneo ya milima. Wakati shughuli za uokoaji zikiendelea, familia zinasubiri taarifa za wapendwa wao, huku Nepal na nchi za jirani zikikabiliana na madhara ya mafuriko hayo. Nepal bado inaendelea kutafuta manusura, kurejesha miundombinu na kukabiliana na moja ya majanga makubwa zaidi yaliyotokea katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni. Zahmidi TV.